ngare, kijito cha maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni ule wa 7. Mstari ni ule wa 9 hadi wa 12. Kama una nguvu kwa kuliheshimu neno la Mungu, ningeomba usimame. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni ule wa 7. Mstari ni ule wa 9 hadi wa 12, nami niwatangulie kusoma katika jina la Bwana. Baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walioko wakasimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya tena watu wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya siku ambayo Mungu ametupa neema ya kuweza kumwabudu Mungu. Ni wengi wametamani kuiona siku ya leo lakini wameshindwa. Mimi na wewe ni nani hadi tumepata neema hii? Tuna wajibu wa kumrudishia sifa na utukufu, maana anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Kipekee leo ni siku ya watakatifu wote. Tumepewa wazo kuu au kichwa kikubwa kinachosema tunaitwa kuwa wenyeji wa mbinguni. Tunaitwa kuwa wenyeji wa mbinguni. Tunaitwa maana yake ni watu wengi ambao wanaitwa kufika sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angesema anaitwa, ingejulikana kwamba ni mtu mmoja, lakini amesema tunaitwa. Mungu alijua ya kwamba wako wapendwa ambao ninapendezwa nao walioko kule duniani. Nina wajibu wa kutuma ujumbe kwao kwa ajili ya kuwaita, na watakapokubali kuitikia wito, basi watapata neema ya kuwa wenyeji wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini basi maana ya wenyeji? Kwa kawaida mwenyeji au wenyeji ni mtu au watu ambao wanapafahamu mahali kwa undani zaidi, kwa uhalisia zaidi. Mwenyeji au wenyeji ni watu ambao wanapafahamu mahali fulani kwa undani au kwa uhalisia. Yawezekana ni mwenyeji aliozaliwa katika hicho kijiji. Amezaliwa hapo, amesoma shule ya msingi hapo, amesoma sekondari hapo, amesoma chuo hapo, imempendeza Mungu amekuja kufanya kazi hapo. Huyo mtu hauwezi ukamtoa au ukamwambia Yesu mwenyeji wa Matadi. Sasa kama amezaliwa Matadi, amesoma shule ya msingi Matadi, sekondari Matadi, pamekuwepo na chuo Matadi, amesoma chuo Matadi, amefanya kazi Matadi, unamwambiaje Yesu mwenyeji?
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenyeji ni ule mtu ambaye anapofahamu mahali fulani kwa undani au kwa uhalisia zaidi. Sisi wa Kristo tumepewa neema ya kumfahamu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa neema ya kumjua Mungu. Tumepewa neema ya kujua maneno ya Mungu. Wako watu ambao wanatutazamia sisi tutakuwa wenyeji wa ule mji wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wako watu kabisa wanajua wale wa Kristo, wale wana KKT watakuwa ni wenyeji wa ufalme wa mbinguni. Wapendwa, sisi tuliopata neema hii ya wokovu, wenyeji wetu upo mbinguni. Wewe ambaye umeitwa kwa jina lako fulani, ukakubali kubatizwa, ukasema ya kwamba mimi nitakutumikia mpaka kifo kitakaponitenganisha, wenyeji wako uko mbinguni. Hapa duniani sio kwetu, wala hatuna mji hudumu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari ule wa 20. Wafilipi 3. Wafilipi 3 mstari ule wa 20. Anasema, kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo. Wenyeji wetu huko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi wetu Yesu Kristo. Huyo tu ndiye atatukalisha katika kile kiti ambacho ametuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani usitazamie kwamba kuna mwanadamu atakayekufikisha akwambia kwamba hapa unapaswa ukae milele. Mtazamie Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maana ya utakatifu. Tumeambiwa sisi ni wenyeji, lakini wazo lingine kwamba ni siku ya watakatifu. Kwa nini imetengwa kwamba ni siku ya watakatifu? Maana yake ni dhahiri kwamba ilijulikana kwamba kuna uchafu ambao unafanyika, ikatengwa siku ya watakatifu. Utakatifu au watakatifu kwa Kiebrania ni kitu au watu waliowekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Utakatifu au kitakatifu ni kitu au watu ambao wamewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu, wametengwa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema spika hii ni takatifu, imewekwa wakfu kwa ajili ya madhabahu ya Bwana. Kimewekwa wakfu. Tunasema kwamba hivi vitu vinawekwa wakfu kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya madhabahu. Vimetengwa kwa ajili ya kuifanya tu kazi ya Bwana. Ole wake yeye ambaye anavitumia kwa njia tofauti ya ule wakfu ambao umewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kitu au ni watu waliotengwa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Kitabu cha Kutoka mlango wa 15 mstari wa 11 na wa 12. Kitabu cha Kutoka mlango wa 15 mstari wa 11 na wa 12, maneno ya Mungu yanasema, E Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? E Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Maana hakuna mtu ambaye anaweza kufananishwa na Mungu. Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu? Ni nani ambaye anaweza kufananishwa na wewe Mungu kwa jinsi ulivyo mtakatifu?
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu. Ni nani ambaye anaweza kufananishwa na huyu Mungu mtenda mambo makubwa ya ajabu, lakini mtu ambaye anaogopwa? Mungu anaogopwa Bwana, na kila nafsi inathibitisha kwamba huyu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila nafsi inathibitisha kwamba Mungu ni mtakatifu. Na kila mtu, pangekuwa Mungu sio mtakatifu, ungeacha vyote uje hapa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani umeacha mambo yote ukasema mimi ninakwenda kumwabudu Mungu. Kwa sababu gani? Mungu ni mtakatifu. Mstari wa 12 anasema, uliyenyoosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Mungu pekee ndio ana mamlaka kwa sababu ya utakatifu. Ye mwenyewe ametengwa kuwa mtakatifu. Ninaongelea habari ya utakatifu au mtakatifu. Ni mtu ambaye ametengwa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Wapendwa watu wa Mungu, sisi wa Kristo tumetengwa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Tumewekwa wakfu. Ona kwa jina lako jinsi ulivyobatizwa, kwa ile tarehe uliobatizwa. Uliwekwa wakfu kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Ole wako usifanye. Maana uliweka ahadi, nitakutumikia kwa uaminifu mpaka siku nitakapokufa. Maana yake ni wakfu ambao uliwekwa. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 8. Na hawa wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mchana kutwa walikuwa wanaongelea habari ya utakatifu. Walikuwa wanasema kwamba wewe ni mtakatifu. Mimi na wewe ni nani hadi tusiongelee utakatifu wa Mungu? Kwa mambo makubwa na ya ajabu ambayo amekuwa anayatenda katikati yetu, kwa nini tusiongelee utakatifu wa Mungu? Niko hivi nilivyo, uko hivyo ulivyo kwa ajili ya utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nguvu ulioko nayo, uweza ulioko nao, ni kwa ajili ya utakatifu wa Bwana. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, utukufu na heshima na shukrani zina yeye hata milele na milele. Kwa jinsi ambavyo Mungu amekuwepo mtakatifu, na kwa jinsi ambavyo ameachilia utakatifu katikati ya maisha yetu, ni lazima utukufu na heshima tuweze kumpa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Wapendwa, kwa maana nyingine, utakatifu ni mapambano dhidi ya dhambi, kuhakikisha unaishinda dhambi. Kwa maana nyingine, utakatifu ni mapambano. Unatamani kuwa mtakatifu, lazima niweze kupambana dhidi ya dhambi ambayo imekuwa inanitesa, mwishoni niweze kuishinda, ili mwishoni na mimi niweze kufananishwa na watakatifu walioko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema ninapendezwa na watakatifu walioko duniani. Sasa Mungu anapendezwa
na watakatifu walioko duniani, alafu mimi sio mtakatifu. Ona jinsi gani umewekwa kwenye kundi la watakatifu alafu wewe sio mtakatifu. Anasema ninapendezwa na watakatifu walioko duniani, wakati ndani ya hao walioko huko duniani kuna mtu ambaye anasema mtakatifu, lakini usiku kucha yuko kwa waganga kienyeji. Lakini akija huku kanisani anasema ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Utakatifu ni mapambano. Hauwezi ukawa mtakatifu hivi tu bila kupambana. Hauwezi ukawa mtakatifu bila kuomba. Hauwezi ukawa mtakatifu bila kusoma neno la Mungu. Unasoma neno la Mungu Jumapili hadi Jumapili. Siku ya katikati Biblia hauijui. Sio watu wa matadi, ni wa sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Utakatifu ni mapambano. Swali kwangu na kwako, unapambanaje juu ya kuweza kuwa mtakatifu? Unapambanaje juu ya kuweza kushinda dhambi ambayo imekuwa inakutesa? Unapambanaje? Unapambanaje juu ya dhambi ambayo imekuwa inakutesa? Dhambi ya kuongea, ya kumsema mwenzako. Unapambanaje? Unapambanaje? Wapendwa, katika somo ambalo tumesoma tunakutana na jambo kubwa ambalo hili ni jambo la kihistoria katika Biblia nzima, la watu au umati wa mataifa kutoka kila taifa. Unapoambiwa kutoka kila taifa, ni watu wa sehemu mbalimbali wamekusanyika. Na hawa watu wamekusanyika kwa sababu walisikia habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaambiwa ni umati wa watu kutoka kila taifa. Yaani sio taifa tu la Tanzania, kutoka mataifa mbalimbali walikusanyika. Na kwa wale wasomaji wa Biblia tunaambiwa ni watu wengi, wapatao 1,444,000 walikusanyika. Hao watu, kwa kuwa walisikia maajabu, walisikia miujiza ambayo Yesu amekuwa anaifanya, wakasema sisi ni nani tukae hapa kwenye taifa letu hili la Israeli tu, tukae hapa tu wakati huko wokovu unatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu hichi cha Ufunuo wa Yohana mlango huu wa 7 ambao tumesoma, anasema mstari wa 9, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa ambao hapana mtu ambaye anaweza kuhesabu. Ufikiria mkutano ambao hakuna mtu ambaye anaweza kuhesabu, ni mamia na mamia, maelfu na maelfu. Yaani hata uwekwe wewe ambao ni mtu mwana mahesabu vizuri, hauwezi kuhesabu. Huu mkutano wanamkimbilia nani? Sema hakuna mtu awezaye kuhesabu. Watu wa kila taifa, kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi cha mwana kondoo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi cha mwana kondoo wa Mungu. Wanamsubiria nani? Yesu. Wanamsubiria Yesu. Wanajua kwamba huyu ni mfalme ambaye tumeambiwa anakuja. Hawakujali kwamba wana lugha fulani, hawakujali kwamba wana kabila fulani, sijui ni Wachaga, sijui ni Wapare, sijui ni Wagweno. Hawakujali hayo. Wao walikuwa na hitaji lao, na wanajua mtu wa kuweza kututatulia ili hitaji ni huyu Yesu. Kwa hiyo cha kufanya nini? Si tusimame katika hichi kiti chake cha enzi, kwa sababu tunajua ni lazima tu atakaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Yaani walijua kabisa lazima afike hapa. Wapendwa, umati huu mkubwa wa watu, wengi wao waliokuwepo ni wale waliokuwa wamekubali mavazi yao kufuliwa kwa damu ya mwana kondoo, yaani waliookoka. Wengi wao ni wale waliokubali. Unajua kuna kitendo, napokuambia habari za wokovu, ni maamuzi yako kukubali au kukataa. Lakini wengi wa watu ambao katika umati walikuwepo, miongoni mwao ni watu waliokubali mavazi yao kufuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Wamekubali kuacha dhambi. Wakasema kwamba sisi tumekubali kuacha vyote kumtumikia Mungu. Sasa kwa nini tusimfuate? Mstari wa 10 anasema, wakalia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu aketie katika kiti cha enzi. Walipokikaribia kile kiti, wakalia, wakapaza sauti yao wakisema, wokovu una Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tumeitwa kuwa watakatifu. Ni lazima tuweze kueneza wokovu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jinsi ambavyo hao watu ambao tunaambiwa idadi yao haihesabiki, walilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu na Mungu hata milele na milele. Mimi na wewe ni nani hadi tusitangaze wokovu wa Mungu? Wapendwa, katika maisha ambayo tunaishi hapa duniani, kila mmoja kwa namna yake ana wajibu wa kukubali mavazi yake kufuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Kubali hivyo. Kubali hivyo. Mavazi yako ni nini? Sio mavazi haya ambao nimevaa, au sio mavazi ya uliovaa. Na sehemu moja, mtu mmoja tumeongea habari ya mavazi yake kufuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Mzee mgeni akaenda akachinja kondoo. Kachinja kondoo, akaloweka mavazi huko. Bwana, si nimeambiwa mavazi yangu afuliwe kwa damu ya mwana kondoo. Mwana kondoo ndo huyu. Tamani maisha yako yaongozwe na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani tamani hivyo, utaishi maisha ya utakatifu. Lakini ukiwa ni mtu ambao unaongozwa na mataifa, unaongozwa na miungu, ni ngumu kutoboa. Wapendwa, kama nilivyosema, hao watu walikuwa na kitambulisho. Walipokuwa katika kile kiti cha enzi, walikuwa na utambulisho. Na huo utambulisho walikuwa ni utambulisho wa namna gani? Mavazi yao yalikuwa ni meupe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mavazi yao yalikuwa ni meupe, yanayoashiria utakatifu. Unajua kitu kitakatifu kinajionyesha chenyewe. Wanasemaga kitu kizuri kinajiuza chenyewe. Ni usemi ulioko huku duniani kwamba kitu kizuri kinajiuza chenyewe, na kitu kitakatifu kinaonekana chenyewe. Tunasema yule fulani ni mtakatifu kwa jinsi anavyojitoa kumtumikia Mungu, licha ya sadaka anazotoa, hata muda wake anaotoa wa kutumika kule kanisani, yule bwana ni mtakatifu. Kwa jinsi alivyo ni kiongozi, anavyotumika katika nafasi yake ya uongozi, yule ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hawa watu walikuwa na kitambulisho, na kitambulisho chao kilikuwa ni mavazi meupe. Kitambulisho changu mimi, kitambulisho chako wewe ni nini cha kudhibitisha wewe ni mtakatifu? Kitambulisho chako wewe ni nini? Kitambulisho changu mimi ni nini?
cha kuweza kudhibitisha kwamba mimi ni mtakatifu. Wapendwa, mavazi yao, hawa watu wa kabila, hawa watu wa mataifa mbalimbali, yaliashiria alama ya wokovu. Mavazi yao yaliashiria alama ya wokovu. Wapendwa, kama nilivyosema, swali kwangu mimi na wewe, je, unatambulishwa na kitambulisho gani? Je, unao cheti cha kuingia mbinguni? Unapofika katika lile lango la uzima, utakapoulizwa cheti, unao cheti? Naweza ukawa na wewe ni mmoja wapo unaokuja kanisani kila itwao Jumapili. Ninaweza nikawa mimi ni mwinjilisti, kila itwao Jumapili ninawahubiria watu habari za wokovu, lakini siku ya jehanamu ya moto ninajikuta na mimi ni mmoja wapo ninaoingia, ninakosa cheti cha utambulisho. Wapendwa, katika huu utakatifu ambao tumeambiwa, basi tujitahidi kutafuta cheti ambacho cheti hicho kitachonifanya nitakapofika katika lile lango la uzima, nionyeshe na mimi nipite katika lile lango. Tunapoungana na muimba wimbo namba ya tenzi ya 22, ameongea lile fungu la 5. Anasema yule bwana mjinga alikwenda bila cheti. Zumuni kubwa, anataka kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini hana cheti. Bwana Yesu asifiwe. Hana cheti, lakini anatazamia kuingia wapi? Kwenye ufalme wa Mungu. Anasema alipofika akitumaini kuingia kama wale ambao wana cheti, kama wale waliokubali mavazi yao yafuliwe kwa damu ya mwana kondoo. Tunaambiwa alipofika katika lango akaulizwa cheti. Alipoulizwa cheti akakutwa hana, ndipo huzuni ikawajaa hata wale ambao walikuwa nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Namba tenzi 22, tuimbe ile fungu la 5. Namba tenzi fungu la 5. Yule bwana mjinga likwenda bila cheti, akitu ikwingia kama walitona. Usipewe, usipewe, lisipewe, linalo maisha ya utakatifu ni maisha ambayo yanapaswa ni maisha ya kumpendeza Mungu. Usiseme ya kwamba mimi ni mtakatifu wakati maisha yako hayampendezi Mungu. Usiseme ya kwamba mimi ni mwenyeji wakati shughuli za kijiji chako haufanyi, haujumuiki na wanakijiji wenzako, lakini unasema mimi ni mwenyeji wa Matadi, mimi ni mwenyeji wa usharika wa Ngare Nairobi, mtaa wa Matadi. Unatangaza wenyeji wa Matadi, lakini wewe husiki na mambo ya Matadi. Utakapofika katika lango la Matadi, tutakuuliza cheti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe.
Tutakapofika katika lango la matadi, huwa tutakuuliza cheti. Je, tulifanya 1, 2, 3, ulishirikiji? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wapendwa, maisha ya utakatifu ni ya kugusa maisha ya mwanadamu mwingine, kumhamasisha na yeye aonje utakatifu. Maisha ya utakatifu ni ile hali ya kugusa maisha ya mwanadamu mwingine. Yawezekana amepotea katika dhambi, kumfanya na yeye awe mtakatifu. Usiseme kwamba mimi ni mtakatifu, ninaendelea kukulia utakatifu wangu mimi mwenyewe. Yesu angeamua kukaa na utakatifu wake, yawezekana mimi nisingekuwepo wala wewe usingekuwepo. Lakini aliamua kuridhisha utakatifu ambao amepewa na Mungu, na akauleta kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ili tuishi maisha ya utakatifu, ni lazima tujizoeshe kuishi maisha ya toba. Ili tuweze kuishi maisha ya utakatifu au maisha ya utakaso, ni lazima tujizoeshe kuishi maisha ya toba. Toba huleta majuto, lakini toba huleta ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nikatambua kwamba mimi nimekosa na kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulioko hodari, Mungu ananisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maisha ya toba yanatufanya au yanawafanya watu kuoshwa, kusafishwa na kufanywa upya. Mstari wa 12 anasema, wakasema amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Tunapotambua utakatifu ambao Mungu ameuweka ndani mwetu, ni lazima shukrani zetu tuzitoe mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani unapotambua jinsi ambavyo Mungu amekutendea yaliyoko mema, usikae tu na hiyo baraka kusema ni baraka yangu kama mimi tu Mungu amenibariki. Lazima utoe shukrani zako mbele za Mungu. Lazima uoneshe yale ambayo ni matendo ambayo Mungu ameyafanya katikati ya maisha yako. Mpendwa, Yesu Kristo ni Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Tumfuate yeye, maana yeye ndiye kimbilio letu. Kitabu cha Waefeso mlango wa 1 mstari ule wa 1. Waefeso 1, tumalizie na neno hilo. Waefeso 1 mstari wa 1. Efeso 1:1 anasema, Paulo mtumwa wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Yesu Kristo. Paulo mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko wanaomwamini Yesu Kristo. Mtume Paulo anatoa ujumbe huu kwa wale tu wanaomwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wapendwa watu wa Mungu, utakatifu ambao Mungu ametupa tukaudumishe, lakini ukatufanye sisi tukamwamini yeye. Imani yetu ikawe ni imani ya kumwamini Mungu na kujua kwamba hakuna Mungu mwingine zaidi ya Mungu aliyoko hai peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Isiwe ni mtu ambao wa kuabudu miungu mingine, maana miungu hiyo mingine haina ushirikiano na Mungu. Haina kabisa.
haina ushirikiano na Mungu. Haina ushirikiano na Mungu. Muamini Yesu Kristo, maana yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mfuate yeye kila itopo leo, ambatana pamoja naye. Katika familia yako, jitahidi familia yako iwe ni familia ambayo ni takatifu. Watoto wako wawe ni watoto ambao wanaongozwa na Mungu, wanafahamu utakatifu ambao upo ndani ya ukuu wa Mungu. Usiishi maisha ya kuigiza. Kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo ni ya kuigiza. Maisha ambayo akiwa hapa kanisani yeye ni mtakatifu, akitoka nje ya kanisa ndio utajua kwamba alikuwa amevaa mavazi, anasema mavazi ya mbwa mwitu ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Ishi maisha ambayo kila mmoja atakaokuona anasema yule kweli, yule ni Mluteri, yule ni mwana KKKT wa Matadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Unaonesha utakatifu wako sio kwa washarika tu wenzako, hata kwa wale ambao ni wa mataifa. Unaonesha ushirikiano wako, unaonesha utakatifu wako. Wapendwa, Mungu Mwenyezi awe pamoja na sisi katika siku hii ambayo ni siku ya watakatifu. Yawezekana tulikuwa tumesahau, yawezekana tulikuwa tumeondoa utakatifu ambao tulipewa na Mungu. Mungu aingilie kati, atufanye tu watakatifu, akatufanye kwa upya, kukubali mavazi yetu yafuliwe kwa damu ya mwana kondoo. Usikae katika maisha ya kuigiza au maisha ya kuiga. Kaa katika utakatifu, kama jinsi ambavyo tunavyoungana na mwimbaji wa wimbo namba ya 166 katika tumwabudu Mungu, wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Tukubali kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo, maana damu ya mwana kondoo ndio damu yenye kuleta uzima, ndio damu ambayo itakayotufanya sisi tufike katika utakatifu, ambao utakatifu Mungu anasema ninapendezwa na watakatifu walioko duniani. Ambao watakatifu walioko duniani ni wakina nani? Ni mimi na wewe. Namba ya 166, wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo. 166. Wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, ziwe yake umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu na itutakasayo ya kondoo, ziwe safi uone mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi uone upendo, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapokuja damu ya kondoo,
Ninatamani asubuhi ya siku ya leo mimi na wewe mavazi yetu yaweze kufuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Mavazi haya sio mavazi ambayo tumevaa, ni mavazi ya maisha yetu. Na kama na wewe ni mojawapo ya mtu ambaye unatamani mavazi yako yaweze kufuliwa kwa damu ya mwana kondoo, unatamani na wewe kuwa ni mojawapo ya watakatifu ambao Mungu anasema anapendezwa nao walioko duniani, tukamwambie Mungu, mavazi yetu haya tunaomba kwa upya kabisa yakafuliwe kwa damu ya mwana kondoo. Naomba tusimame tuweze kumwomba Mungu. Hapo muimbia Mungu wimbo wa kumwabudu Mungu kwa ufupi kabisa, chorus, tukamwombe Mungu. Tamani mavazi yako, tamani kuachana na dhambi ya asili ambayo imekuwa inakutesa. Tamani kuachana na maneno ambayo umekuwa unasemwa kila itwapo leo. Wewe umekuwa ni mtu tu wa kusemwa maneno mabaya. Tamani kufuliwa mavazi. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu